Maboresho ya mfumo wowote wa maisha yanakutaka urudi kwenye manyo au mwongozo wa asili wa mfumo huo ili upate kujua makosa yako wapi. Katika siku ya leo tutakwenda kuangalia mfumo wa maombi, lakini hatuendi kuangalia kama tu mwongozo wa dondoo za namna ya kuomba. Tunakwenda kuangalia kupitia kujifunza kwa mashujaa wa maombi ambao wameelezewa katika manyo ya maisha, mwongozo wa maisha, Biblia, na kuchukua na kuiga mambo mazuri ambayo waliyatumia wao na Mungu akawajibu, na sisi tutakwenda kuyatumia kuona mkono wa Mungu. Baba, nakushukuru kwa kutuwekea kumbukumbu nzuri za waombaji ambao kutoka katika maisha yao na sisi tunabarikiwa, na sisi tunajifunza kuomba, na sisi tunaona matokeo makubwa hata zaidi ya wao walioyaona kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu, amen. Zaburi 116 mstari wa 1 na wa 2 inatupa uhalali wa somo la leo. Nampenda Bwana kwa kuwa amesikia sauti yangu na dua zangu. Kwa hiyo nitamwita siku zote za maisha yangu. Hawa ni mmoja ya waombaji wakubwa kwenye maandiko matakatifu. Tutakwenda kuangalia watu watatu, lakini kabla tujaangalia, tupate uhalali zaidi ya kuwaangalia. Kwa nini tuwaangalie watu hawa? Ili turudi kwenye maisha yetu tufanye maboresho. Ni kwa sababu ya kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 7. Anasema hivi: wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, mkiutazama sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Iigeni imani yao. Biblia inatupa uhalali wa kukopi na kupesti imani za watu wa zamani ambao walitutangulia katika imani. Biblia inatupa uhalali wa kukopi na kupesti, wa kuiga, wa kuigilizia mifumo ya watu wakubwa katika Biblia, namna walivyoomba, namna walivyojibiwa, na kuikopi kwenye maisha yetu ili sisi nasi tupate kupata matokeo yale yale ambayo wenzetu waliyapata. Sasa tuanze na mfumo wa Danieli. Maombi katika nyakati za hatari. Katika maisha, utake usitake, utajikuta uko katika nyakati za hatari. Ziko nyakati za hatari ambazo umejitengenezea. Ziko nyakati za hatari ambazo mara nyingi kama uko upande wa Mungu utatengenezewa. Ni uombeje unapokuwa katika nyakati za hatari? Uombeje wakati unapoona unapata shambulizi la kiuchumi, chochote unachokusanya kinapotea? Uombeje? Uombeje wakati unapoona familia yako inakwenda kuponyoka mikononi mwako? Hivi kabisa mume anaondoka, hivi mke anaondoka, hivi watoto wanakusaliti. Uombeje? Uombeje wakati unapoona afya yako ya kiroho inashambulika na kushambuliwa, unashuka kila siku? Uombeje? Mungu atukuzwe. Ametupa kumbukumbu za watu wazuri wake ambao wamewawekea maktaba ya maandiko matakatifu ili sisi tupate kujifunza, na mmoja wao ni Danieli. Intelijensia ya Mungu ya kimbingu inatufahamisha ya kwamba ziko nyakati ambapo tutakutana na ukomo wa kibinadamu. Hakuna namna utafanya, ubinadamu wako ndio umeishia hapo. Hakuna daktari, hakuna injinia, hakuna mwanasiasa, hakuna kiongozi wa serikali, hakuna msomi, hakuna mchungaji, hakuna mwanadamu anaweza akaingilia kati kukutetea katika nyakati hizo, isipokuwa umeunganisha maisha yako na maombi. Umeunganisha maisha yako na maombi. Kuna wakati utakabiliwa na shambulizi linalohitaji hata kuchukua uhai wako. Kutoka katika maisha ya Danieli tunakumbushwa huhitaji kupaniki. Una haja ya kupaniki. Hapa utaona
baada ya tangazo kutangazwa, wenye hekima wote ambao wameshindwa kutafsiri njozi ya mfalme Nebukadneza wanatakiwa wauawe. Danieli na rafiki zake hawakupaniki. Waliingia katika chumba cha kuomba na kumuuliza Mungu nini cha kufanya katika nyakati hizi. Katika maisha yako kuna wakati utapitia ambapo mazingira yatakupressurize upaniki. Yatakupressure ili upate kuwa na stress. Yatakupressure ufanye maamuzi ukiongozwa na hofu, maamuzi yenye kuumiza. Unajifunza kwa Danieli katika kila mazingira, bila kujali ukubwa wa pressure, bila kujali upana wa misukumo inayokuzunguka, bila kujali uzito wa hofu ya kifo uliokuzunguka. Ingia katika chumba cha maombi, muulize Mungu. Lakini katika siku ya leo tunajifunza, unapoingia katika kumwomba Mungu, intensive care unit, ile ICU ya kiroho ya maombi, kuna mikao mingi ya maombi. Unaweza ukakaa chini ukanyosha miguu, Bwana atakusikiliza. Unaweza ukasimama ukanyosha mikono juu, Bwana atakusikia. Unaweza ukafumbua macho ukaangalia juu ukaongea na Mungu, Bwana atakusikia. Unaweza ukalala chali ukaangalia tumbo ukagalagala chini, Bwana atakusikia. Unaweza ukakaa ukaketi, Bwana atakusikia. Unaweza ukapiga magoti, Mungu wako atakusikia. Lakini tunaangalia katika kitabu cha Zaburi 63 mstari wa 6, inaonyesha Daudi alilala kitandani. Kuna nyakati unaweza ukalala kitandani, Bwana atakusikia. Lakini tunaiga kitu cha Danieli hapa. Kuna kitu Mungu ametuwekea kumbukumbu tupate kukiiga. Kitu hicho ni kumpigia Mungu magoti. Kuna nyakati unapohitaji kumwomba Bwana, unatakiwa upige magoti. Kitabu cha Danieli 6 mstari wa 10, katika nyakati za hatari ambazo zilikuwa zimemzunguka Danieli, katika nyakati za kutisha ambazo zilikuwa zimemzingira Danieli. Danieli 6:10, maandiko yanasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Maandiko gani? Ya kwamba mtu yeyote atakayeomba kinyume na miungu ya hawa mabwana wa kina Dario, hawa watu wa Ajemi wa Irani, mtu huyo na auawe. Kwa hiyo yeye alikuwa na chaguo moja, amwombe Mungu wa mbinguni ili afe, au aombe miungu mingine ili endelee kuwa hai kwa kibali cha kibinadamu cha mwanadamu mfalme Dario. Nini kilitokea? Akaingia chumbani mwake, madirisha yake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kwa siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu kama ilivyokuwa akifanya tangu hapo mwanzo. Mambo ya kuchukua. Danieli aliingia ndani ya chumba chake cha siri cha maombi, akafungua madirisha, akatazama Yerusalemu. Sasa hivi hatutazami Yerusalemu. Yerusalemu yetu iko ndani ya moyo wetu, Yesu Kristo kukaa ndani yetu. Yerusalemu yetu iko mbinguni, tukamtazama Kristo. Lakini anasema akapiga magoti mara 3 kwa siku. Chukua mfumo wa maombi ya Danieli wa kupiga magoti. Ziko staili halali nyingi za kumwomba Mungu, lakini hii ya kupiga magoti, hii ifanye kuwa ya kwako. Kuna nyakati utahitaji kupiga magoti kwa ajili ya Mungu wako mara 3 kwa siku. Weka ratiba mara 3 kwa siku. Hata kama ni dakika moja, nitampigia magoti Mungu mfalme, nitamweleza Bwana haja zangu kama ilivyo desturi yangu. Watu wote unaowatamani na kuwapenda, wakina mama wa kwenye maandiko matakatifu, wakina baba wa kwenye maandiko matakatifu, kilichowafanya ukawapenda ni kwa sababu walikuwa wanampigia magoti Mungu wa mbinguni. Ni kwa sababu walikuwa wanamwomba Mungu. Unajua,
Kitabu cha Waefeso 3 mstari wa 14 kinasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti. Kwa hiyo nampigia Baba magoti. Licha ya kwamba Mungu wako ni baba yako, lakini si baba wa kawaida. Ni baba mwenye heshima na hadhi ya viwango vya malimwengu yote. Anastahili kuheshimiwa, anastahili kuabudiwa. Licha ya kwamba utaongea na kuchati naye kama baba yako, lakini usije ukasahau ni wa heshima ya juu sana. Kumpa heshima hiyo, tunachukua mafunzo kwa Danieli. Danieli anampigia Baba magoti mara 3 kwa siku, angalau kama ilivyo utamaduni na desturi yake. Somo la leo linakutaka uchukue utaratibu huu mzuri wa Danieli wa kupiga magoti kwa ajili ya kumwomba Mungu. Magoti ya Danieli hayakumzuia Mungu asiruhusu wamchukue na kumtupa katika tundu la simba. Katika shimo la simba, magoti ya Danieli yalizuia midomo ya simba, kucha za simba zisiweze kumgusa Danieli. Magoti ya Danieli akiwa anamwomba mara 3 kwa siku Mungu, yalimleta malaika ndani ya tundu la simba na kuzuia mifumo yote ya uraruaji watu ya simba wenye njaa wasimdhuru Danieli. Magoti ya Danieli yalisababisha mfalme mpagani Dario akapaza sauti akasema, yeye hufanya ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na makanwa ya simba. Magoti yako leo yatazuia masimba wa kiroho wanaotafuta kula maisha yako, kula hatima yako, kula uwepo wako. Magoti yako mara 3 kwa siku kama Danieli, ukiiga mfano huu wa imani, yatasababisha malaika washuke katikati ya taabu zako, katikati ya hatari zako, katikati ya hatari za maisha yako. Kwa nini usiweke ratiba ya magoti mara 3 kwa siku ya kumwomba Mungu, kama ilivyo desturi ya watakatifu wa zamani, kama ilivyo mwongozo wa maisha, manyo ya maisha ya Biblia? Magoti mara 3 kwa siku. Mtu wa pili, Henoko alikuwa ni mwanadamu kama wewe. Maandiko yanaanza kumzungumzia jamaa anaitwa Henoko, one of the prayer warriors, master, mabingwa wa maombi katika maandiko matakatifu, anaitwa Henoko. Henoko, watu wengi wanafikiri hakuwahi kutenda dhambi. Si kweli. Biblia inasema Henoko alipofikisha miaka 65 akazaa watoto, lakini Biblia ndipo inaanza kumtangazia akatembea na Bwana Mungu wake katika maombi. Miaka 65 iliyopita, Henoko yawezekana maisha yake yalikuwa kinyume na Mungu. Yawezekana maisha yake yalikuwa ni ya kuvuta mabangi, umalaya, dhambi za kila namna, uovu wa kila namna. Lakini alipofikisha miaka 65, Henoko akaamua kutembea na Mungu. Alitembeaje na Mungu? Ni vitu gani vya kujifunza? Karibu tujifunze kwa pamoja. Kitabu cha Mwanzo 5:24 kinasema, Henoko akaenda pamoja na Mungu. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Maana yake ni nini? Huu ni mfumo wa kutembea na Mungu masaa 24. Ninakutoa kwenye mara 3 magoti kwa siku na Mungu, ninakuingiza kwenye mfano mwingine wa Henoko wa kutembea na Mungu masaa 24. Kutembea na Mungu masaa 24. Ninaposema kutembea na Mungu masaa 24, unaanza kujiuliza maswali. Huyu Bwana anataka kunifanya mimi niwe mtawa wa kidini, muda wote niwe mtu kama wa maombi hivi? Henoko kumbe alikuwa ni mtu wa maombi tu, muda wote maombi. Hana muda wa kula, hana muda wa kufanya kazi, hana muda wa familia. Hapana, si hivyo.
Unaweza ukafanya shughuli zako zote za maisha, lakini ukawa hujakata muunganiko wako na Mungu. Kama ni fundi randa, unakuwa kama Yesu, unapiga randa. Mason au fundi ujenzi, unaweka tofali. Si kama wale wanaotukana matusi, unakuwa ni mtu wa kuimba nyimbo kimoyomoyo, ukiunganisha maisha yako na Mungu. Kama ni mhasibu, unapiga vitu vyako vya hesabu pale vya kiasibu, wakati ukiwa umeunganisha moyo wako na Mungu. Muda wote umeunganika na Mungu. Swali hili hata mimi linisumbua sana, lakini nikawa nasoma kitabu changu hapa kimoja kinaitwa Patriarchs and Prophets, kikimzungumzia Henoko na maisha yake. Kwenye ile chapter inayosema Seth and Enoch, chapter 6, nisome alafu nitasema tu kwa ufupi inamaanisha nini. Enoch's walk with God was not in a trance or vision. Anamaanisha tu kwamba Enoko alivyotembea na Mungu haikuwa swala la maono, sema ilikuwa ni kiroho, labda alikuwa anatembeaga huko na Mungu hivi. Hapana. But in all the duties of his life, katika kila majukumu yake ya kimaisha alikuwa anatembea na Mungu. Anasema Henoko hakuwa kama mtawa ambaye alikuwa amejifungia kwenye chumba hivi au sehemu fulani. Kwa watawa ambao hawakutana na watu, wao kazi yao ni Mungu tu mpaka Mungu akamchukua. Hapana. Henoko alikuwa ni raia mwenye majukumu mengine kama raia mwingine wa nchi ya wakati huo alipokuwa anaishi. Henoko alikuwa na familia na watoto. Alikuwa ni husband, baba, anatafuta chakula cha nyumbani, anaandaa mazingira ya familia kuvaa, mazingira ya familia kulala, nyumba ya kuishi, majukumu yote ya kawaida. Lakini majukumu hayo hayakuwa mbadala wa Henoko kuwa mtu wa maombi. Badili kazi zake zilipokuwa nzito na nyingi na zimejaa kashikashi, ndipo Henoko na yeye alizidi kwa bidii katika maombi. Kuna wewe ambaye majukumu yanapokuzidia, ubizi unapozidi, mambo yamekuwa kusema nimekuwa na majukumu mengi sana siku hizi kazini, mafaili ni mengi, serikali imenihitaji niandae ripoti mbalimbali, sina muda wa kuomba. Henoko alikuwa zaidi yako, lakini kadiri majukumu yalipoongezeka, majukumu yake ya maombi pia yaliongezeka. Alikuwa connected na Mungu katikati ya majukumu ya kila siku. He continued to exclude himself at certain periods from all society. Katika baadhi ya vipindi, kadiri alivyopata mida, huyu bwana Henoko alijitoa katika jamii kwa muda fulani, akaenda sehemu za siri peke yake, akamwomba Mungu. Kitu hii tunaiona kwa Yesu. Nguvu ya Yesu ilitokana na wakati ambapo alijitenga na jamii, akawa na muda fulani wa siri peke yake na Mungu. Sema Satan was arguing upon men. They believed that there was no reward for righteousness or punishment for the wickedness. Kipindi hiki cha Enoch, Shetani alikuwa amewafunga watu akili zao, akiwaaminisha kwamba mtu mwema na mtu msafi hakuna matokeo yoyote. Utakufa tu. Kama wewe unaweza kula maisha, kula bata ya kiovu, utakufa. Jifanye mtu wa maombi, utakufa kama watu wa sasa. Hapa unataka kujifunza nini? Anataka kusema sababu ya Henoko kuchukuliwa na Mungu kwenda mbinguni ilikuwa ni nini? Shetani alikuwa amewaaminisha wakazi wa wakati wake kwamba hakuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na mtu wa Shetani. Unaweza ukajifanya mtu wa maombi, ukifa imeishia hapo hapo. Unaweza ukajifanya mtu mwovu, ukaishi maisha ya kiovu, kalabata, ukajisahau, ukanywa unavyojisikia, lakini mwisho wa siku ukifa unakufa kama tu mtu wa kawaida. Hakuna tofauti kati ya mtu wa Mungu anapokufa, hakuna tofauti kati ya mtu wa kawaida anapokufa. Hakuna cha mwisho wa dunia, hakuna cha Yesu kuja. Maisha ni haya haya tu. Hii kauli umezisikia katika dunia ya sasa, ndiyo ilikuwa kauli wakati wa Henoko. Hapa anatuambia, but in the case of Enoch, God declared that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Waebrania 11:6. Maisha ya Henoko yalikuwa ni kumbukumbu, imewekwa takwimu ya mwisho wa kila mtu, ya kwamba ukiishi maisha ya kumcha Mungu katikati ya watu
kumuudhi Mungu na kumkosea Mungu, ya kwamba inawezekana kushika amri za Mungu na maelekezo ya Mungu katikati ya dunia ambayo ni sinful world, dunia ambayo imejaa dhambi. Na mwisho wa siku ilithibitika, Waebrania 11:6, ya kwamba watu wote ambao wataendelea kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu aliye mzawadiaji wa watu wanaomwamini, watazawadiwa uzima wa milele. Enoko anawakilisha watu wote ambao watakuwa ni waaminifu. Yesu atakapokuja mara ya pili kuwachukua, atakaowakuta wakiwa wako hai. Katika maisha yako, je, unafanya ubize wako kuwa sababu ya kumkimbia Mungu, au unafanya ubize wako kuwa sababu ya kuwa karibu na Mungu zaidi? Mwisho tunamwangalia mtu anaitwa Musa. Musa anatupa intelijensia ya kiroho ya kuzungumza na Mungu kama rafiki. Bwana ni baba, lakini pia ni rafiki yetu. 31:11 Kutoka inaonyesha Musa aliongea na Mungu kama rafiki yake. Chukua hii kopi kwenye maisha yako. Anza kuongea na Mungu kama rafiki yako. Baba Mungu, Bwana Mungu, baba yangu, rafiki yangu, leo nimechoka sana. Nimetafuta hata maneno ya kuongea na wewe sina. Sasa nataka nilale kidogo. Ninaomba tu niamshe baada ya masaa 3. Kausingizi katakuwa kamepoa baba yangu. Niongee zaidi na wewe. Jambo la pili, Musa hakujiombea peke yake. Musa aliombea wanafamilia wake waliofanya makosa. Kumbuka Miriam na Haruni, ndugu zake hawa tumbo moja, waliwahi kumkosea Mungu. Mungu ataka kuwachapa, ataka kuwatandika, ataka kuwapa adhabu. Musa akaingilia kati akawaombea. Lakini hakuishia hapo. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 9:20, Musa anaombea watu wanaowaongoza. Ni mara ngapi umetenga muda wako kuiombea familia yako? Umeombea shangazi, ndugu zako, umewaombea kaka zako na mama yako na wadogo zako na rafiki zako wa kiukoo, au na wewe umekuwa ni miongoni mwa wale watu wanaokaa na kuwapiga majungu ndugu, jamaa na marafiki? Kuna wakati kabla hujaingia kazini, wewe ambaye ni kiongozi, whether ni supervisor, whether ni CEO, whether ni mfanyakazi wa kawaida, lakini unapoingia kwenye shughuli za kila siku za maisha, kuna watu una interact nao. Je, huwa unawaombea? Usilalamike tu kusema mimi bana na logo kazini, sisinzi, nafinywa, nikilala nafinywa, nimemuona kwenye njozi yule bosi ameniloga, sio vitu gani? Do you spend time praying for him? Ni muda gani umeutenga kuomba kwa ajili ya watu unaowaongoza? Ni muda gani umeutenga kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya viongozi wako, ukiwaomba na kuwatakia tu heri, Mungu afungue mambo yao, kama wana mabaya hao yakome kwa jina la Yesu? Mvuto na influence yako mahali ambako Mungu atakuweka unajengwa kwa kiwango cha jinsi ambavyo utawaombea ambao utakuwa nao kwenye hilo sehemu au kwenye hiyo sehemu. Haimaanishi hautapingwa. Kumbuka Dathan, Kora waliunganisha vikosi kumpinga Musa. Mungu haingilii mambo ya kila mtu. Mungu anaingilia mambo ya watu wanaomba. Mungu anaingilia familia ya watu wanaomba. Inawezekana kuna ndugu wanakuchokoza, wanakuonea, wanakutakia mabaya. Usiingie kupambana kwa mikono. Mambo hayo ni ya kiroho, yanapambana kwa jinsi ya rohoni, kwa njia ya maombi. Kwa hiyo nikutie moyo, omba kwa ajili yako na Mungu kama rafiki. 2, omba kwa ajili ya familia yako na ndugu zako, kaka, dada, mama, rafiki na majamaa wale wa kiukoo. Lakini omba kwa ajili ya watu ambao unafanya kazi nao, unawaongoza, wanakuongoza, ili Mungu aingilie katikati yako na wao. Ikiwa nasema Mungu, naomba nisaidie hawa watu 3 hawa ambao umenipa katika somo la leo, wawe ndio mimi. Maisha yao ya maombi ninayachukua sasa kwa neema ya Mungu. Andika hapo chini, Mungu nisaidie niweze kuwa mwombaji kama Musa. Na sisi tutakuombea, nami nitakuombea. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu wa leo. Amesikiliza mambo haya mazuri,
na ameamua kuwa mtu ambaye atatenga muda kwa makusudi kukuomba mara 3 kwa siku. Hata kama anasema atakuwa amebanwa na majukumu, atafutisha kidogo, au atazuia kuandika maandishi yake na kutamka maneno ya maombi kwako. Na mwingine anasema hata kama hakuna mazingira ya kiroho ya kuomba pale kazini au mahali pake pa biashara, ataikimbia hata chooni, atatamka dua. Lakini kuna huyu ambaye alikuwa anaombea mabaya ndugu zake ambao alikuwa anamtakia mabaya, amesema kuanzia sasa anaombea tu udhaifu wake na kuombea Mungu awasaidie wale na changamoto zao. Na huyu mwingine anasema ameamua kuwa mtu wa continuous connection in prayers. Muda wote anakuwa amekuwa connected na wewe katika maombi. Baba, kwa haya maamuzi ambayo ameyachukua katika saa hii ya heri ya maombi, ninaomba Mungu wa mbinguni umuonekanie. Mambo yake yote ambayo alikuwa anaona amefungwa, malango yake yawe wazi milele daima tangu sasa kwa jina la Yesu. Utukufu ambao ulikuwa umekoma na kupotea kwenye maisha yake, ninaomba utukufu huu wa pili ukawa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Fungua mafurushi ya baraka kwenye maisha yake. Kuanzia sasa mfanye awe kichwa, awe juu tu wala asiwe chini. Amuru baraka kutoka pande 4 za dunia zielekee katika maisha yake. Ikiwa kuna mambo yanamletea huzuni kwenye maisha yake, hizo huzuni ikome tangu sasa kwa jina la Yesu. Yale mambo ambayo alikuwa amekwama kwa muda mrefu, yakwamue Mungu mkwamuzi. Ndoa yake ikwamue kwa jina la Yesu. Utumishi wake ukwamue kwa jina la Yesu. Afya yake ikwamue kwa jina la Yesu. Ninamtangazia tangu sasa na aone ushindi mahali pa kushindwa. Aone amani badala ya huzuni. Aone movement badala ya stagnation mahali alipokuwa amekwama kwa jina la Yesu. Na tangu sasa maisha yake yawe ni maisha ya kukuomba. Bila kujali anapita katika nyakati gani, maisha yake yawe ni maisha ya maombi. Utukufu una wewe milele zote. Asante kwa kuwa umejibu, asante kwa kuwa umemsaidia, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.